Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais wetu na serikali yake ameokoa vifo vya wajawazito na watoto kwa kufanya yafuatayo. Amejenga vituo vya kutolea huduma za upasuaji wa dharura kutoka 388 mpaka vituo 577. Hongera sana Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Rais ameongeza vyumba maalum kwa ajili ya huduma za watoto wachanga wenye changamoto na hasa upungufu wa uzito kutoka vyumba 80 mpaka vyumba 362 nchi nzima ya Tanzania. Mheshimiwa Rais wetu ameimarisha huduma za mkoba kupitia madaktari bingwa wa Samia. Mheshimiwa Spika, madaktari hao pia leo wako hapa ndani na wanaanza huduma za mkoba katika mkoa huu wa Dodoma. Na huduma hizo zimewafikia Watanzania 154,015 ikiwemo wanawake katika halmashauri zote nchini na kujenga uwezo kwa watumishi 9,434. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais wetu na serikali yake ameokoa maisha ya kina mama wakati wa uzazi, wanawake 135,526 kupitia mfumo wa rufaa wa dharura wa mama aliyouasisi yeye mwenyewe. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umeenea nchi nzima, bara na visiwani. Mheshimiwa Rais, mfumo huu sasa umeanza kukopiwa na mataifa mengine. Mheshimiwa Spika, ujumbe wa Waziri wa Afya na Wizara kwa wananchi ni kwamba maono haya ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu uzazi salama yamewezesha kupunguza vifo vya kina mama vitokanavyo na uzazi kutoka vifo 556 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo yamesababisha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutunikiwa tuzo ya kimataifa ijulikanalo kwa jina la Goalkeeper Award. Mheshimiwa Spika, ninaomba kwa uzito wa pekee nieleze ni kwa namna gani tuzo hii ina uzito wa namna yake katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwanza, Mheshimiwa Rais amekuwa rais wa kwanza barani Afrika kutunikiwa tuzo hiyo, tunampongeza sana. Mheshimiwa Spika, amekuwa pia rais wa kwanza mwanamke kutunukiwa tuzo hii, tunampongeza sana. Mheshimiwa Rais amekuwa pia ni rais wa kwanza kutunukiwa tuzo hiyo ndani ya nchi yake. Tuzo hii haijawahi kutunukiwa kwa kiongozi wote ndani ya nchi yake. Mheshimiwa Rais amekuwa pia ni rais wa kwanza duniani kutunukiwa tuzo ambayo inahusiana na uokoaji wa vifo vya wanawake wakati wa uzazi. Hongera sana Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Rais pia amekuwa ni rais wa kwanza kupokea tuzo ya namna hiyo na kuikabidhi kwa watumishi wa sekta ya afya ambao walichangia kuokoa vifo vya kina mama na watoto wakati wa uzazi. Mheshimiwa Spika, ninaomba pia nimpongeze Mheshimiwa Rais. Mafanikio mengine ni mpango wake aliobuni, mpango jumuishi na shirikishi wa wahudumu wa afya katika ngazi ya jamii. Wahudumu hawa jukumu lao kubwa limekuwa ni kuelimisha, kutambua mazingira hatarishi ya kiafya mapema na kuwezesha jamii na serikali kuchukua hatua za udhibiti mapema. Mheshimiwa Spika, ninaomba nitoe wito kwa wananchi na viongozi wengine wote kuwapa ushirikiano wa wahudumu hao wanapokuwa kwenye majukumu yao, maana ni kiungo muhimu katika kufikia afya bora kwa wote. Mpaka sasa jumla ya wahudumu 12,832 wamechaguliwa, kati yao 3,706 wamehitimu mafunzo na 4,309 wanaendelea na mafunzo. Mheshimiwa Spika, wahudumu hao wamefanya kazi nzuri sana hata wakati wa mapambano na mabag. Naomba tuwapigie makofi na tuwashukuru wahudumu hao. Mheshimiwa Spika, lengo ni kufikia wahudumu ngazi ya jamii 137,294 ifikapo 2029 katika mikoa yote nchini.